Wapo vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa walipewa kazi ya kujenga Ikulu yetu hapa Dodoma. Wakati ule rais alikuwa John Pombe Magufuli, na walipewa waijenge kwa muda mfupi sana. Vijana wale wamefanya kazi usiku na mchana. Rais Magufuli alipokwenda pale alishangaa hatua walioifikia. Akasema, nyinyi vijana wote zaidi ya 2000 ninatamka mtapewa kazi ndani ya jeshi kwa kazi mzuri mlioifanya ya ujenzi huu. Leo hii ninapozungumza, wapo vijana wa JKT wapatao 436 ambao baadhi yao wamepata changamoto za kiafya kwa kufanyishwa kazi za ujenzi wa Ikulu na ujenzi wa miradi mingine ya kimkakati. Huyu ana mishono kidogo hapa, huyu ana kovu kidogo hapa, huyu ana changamoto ya kiafya. Eti serikali imeamua vijana walioahidiwa, sio na mwenyekiti wa kitongoji, sio na diwani, sio na mbunge wala mkuu wa wilaya, wameahidiwa na ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba nyinyi vijana wote jeshini. Leo hii vijana hawa wamechekechwa 436 waliopata changamoto za kiafya wakiwa wanaihudumia serikali, wamerudishwa makwao. Kwa lugha nyepesi, panake wakajifie huko, au sio? Ngome ya vijana, kazi yenu kupaza sauti kwa vijana hawa. Haiwezekani ahadi ya Ikulu, ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikawa ni kama kitu cha kawaida hivi. Rais anaweza kuahidi watu alafu hao watu wasiipate hiyo ahadi. We must break that. Lazima tuvunje huo utamaduni, na tunauvunja kwa kusimamia ukweli. Natoa rai kwa Waziri wa Ulinzi, ahadi ilitolewa, vijana hawa wote 2000 watapata ajira jeshini. Kama wana changamoto za kiafya walizozipata wakati wanatekeleza wajibu wao jeshini, watafutiwe ajira mbadala ambazo zinawafaa. Na huo ndio msimamo wetu ACT Wazalendo. Na nitasimama mpaka tone la mwisho la damu yangu kusimamia utekelezaji wa ahadi iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati ule wa Rais wa awamu ya 5, na ahadi ile inaendelea kwa sababu rais ni taasisi. Natoa rai na watafutwa waliko. Tuzo wanaopaswa kupewa baada ya kupata changamoto za kiafya kwa kufanya kazi hiyo ni kuwachukua na kuwapa mazingira ya kufanya kazi. Kama hawawezi jeshi, JWTZ wapelekwe kwenye kazi nyingine. Kama haziwafaa hizo, wapewe mitaji ya shukrani kwa kazi walioifanya. Ikulu, kujenga Ikulu. Inakuwaje mtu akajenga Ikulu alafu akaachwa azulule barabarani? Haikubaliki. We can't create a nation like that. Hatuwezi kujenga taifa la namna hiyo. Na sisi tutawasimamia, na wajibu huo utaongozwa na ngome ya vijana ya ACT Wazalendo. Jingine, nimesikia jeshi letu limetoa tamko. Ni jambo zuri. Mimi ni kipenzi wa jeshi la ulinzi JWTZ. Nalipenda kwa sababu jeshi letu ni la ukombozi. Jeshi letu ni jeshi la haki. Jeshi limesema tarehe 7 mwezi wa 7 watu wakiingia barabarani wakafanya vurugu, jeshi alitoa hapa ulinzi. Jeshi linalinda taifa, jeshi linalinda katiba. Nataka kukumbusha kwamba amani inayohubiriwa bila haki hatutofika tunakokwenda. Atakaye amani ya kweli alinde haki,
haki ya ukuu wa katiba yetu, constitutionalism, constitutional order, ulinzi wa katiba yetu uzingatiwe. Hizo ndio nasaha zangu, rai yangu kwa jeshi letu. Nimelisikiliza lile tamko kwa umakini. Nimeona limejikita kwenye amani kwa wajibu wa raia, lakini halijazungumza juu ya haki za raia. Ni lazima jeshi letu lisimame imara juu ya haki za raia wetu, ikiwemo